Muhimu zaidi ni kutoa taarifa kwa usahihi na kwa wakati kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114. Tumeshasafirisha, tumeshanunua na tumeona njia salama za ununuzi, lakini pia tumeona njia salama za usafirishaji. Sasa mtungi umeshafika nyumbani au katika eneo ambalo linapaswa kuanza matumizi yake. Ni njia salama zipi ambazo zinakupasa wewe kuzingatia? Cha kwanza, mtungi unapofika usiunganishwe hapo na plate ya kuwashia. Unatakiwa mtungi ile uache kwa dakika 20 zisizopungua kusudi ile pressure ambayo ipo ndani iweze kutulia. Lakini cha pili, mitungi hii isiwekwe karibu na watoto kwa sababu watoto wana tabia kuchezea kwa kutumia viberiti na wanaweza kusababisha mlipuko kutokea. Lakini kingine, mitungi hii inatakiwa ihifadhiwe nje ya nyumba. Mitungi hii haitakiwi kukaa ndani ya nyumba. Mitungi hii inatakiwa ijenge vibanda maalum ambavyo vinaitwa cage nje ya nyumba na vihifadhiwe hapo. Kwa nini vinahifadhiwa nje ya nyumba? Kwa sababu inapotokea shida yoyote za uvujaji au ya moto kutokea, ni rahisi kuweza kutoka nje na kuweza kufunga valve, na unapofunga valve ina maana unastopisha gesi kuendelea kusambaa na tayari unaweza kudhibiti moto. Lakini kitendo cha kuwepo kwa gesi ndani na moto ukatokea, tayari ni mlipuko mkubwa ambao unaweza kutokea, kwa sababu ile chupa yenyewe au ile silinda yenyewe inapopata joto la kufikia stage ya kulipuka. Kwa hiyo tunaelekeza mitungi hii ihifadhiwe nje na isiwe imehifadhiwa ndani. Lakini utayari wa wananchi katika utambuzi pindi gesi inapovuja ni kitu muhimu pia. Asilimia kubwa ya majanga ya moto ambayo yanasababishwa na hii nishati safi ya gesi ambazo tunapikia huwa yanasababishwa na kuvuja kwa gesi. Kwa hiyo mwananchi anapaswa atambue pindi gesi inapoanza kuvuja. Anatambuaje? Kwanza anaweza katambua kwa mlio, akisikia ni kama pancha kwenye gari zetu au kwenye vyombo vyetu vya moto tunavyotumia, unasikia tayari unaweza kuhisi tayari kuna uvujaji wa gesi. Lakini kingine ni harufu. Hizi gesi sasa hivi zimeboreshwa kiasi kwamba harufu yake ni tofauti na hii hewa ambayo tuko nayo hapa tunapumua sasa hivi. Inapoanza kuvuja tayari kuna hewa tofauti ambayo utaanza kusikia, ambayo inafanana na harufu ya iviza. Kwa hiyo unaposikia harufu hiyo, basi utambue tayari gesi yako tayari imeshavuja. Na unapotokea sasa na situation kama hizo, nini sasa unapaswa ufanye? Hii sasa ni stage nyingine ambayo tunaelekeza sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwanza, fungua milango yako, acha milango, madirisha iwe wazi ili kuruhusu ile gesi ambayo imerundikana ndani iweze kutoka nje. Lakini cha pili, kama ambavyo tunaelekeza mtungi uwepo nje, nenda kafunge valve yako ili kuweza kuzuia gesi isiendelee kutoka na isiendelee kusambaa. Lakini kama ulikuwa umewasha taa usizime, kama ulikuwa umezima taa usiwashe. Maana yake usitumie switch socket au switch katika mazingira yote haya, kwa sababu inaweza kusababisha spark tu ndogo kutokea na ile gesi tayari ambayo iko surround inaweza kusababisha mlipuko mkubwa kuweza kutokea. Lakini usivute kitu chochote ambacho kinaweza kusababisha msuguano kati ya iko kitu pamoja na sakafu. Mfano viatu vyetu ambavyo mama zetu au dada zetu wanazivaa ambavyo vina mchuchumio, ukipita navyo inaweza vikasababisha msuguano na tiles au na sakafu. Tayari unaweza zikasababisha mlipuko kutokea endapo gesi tayari iko surround. Labda kuna meza au kuna kiti ambacho labda kina chuma au kimehifadhiwa sehemu ambacho unakivuta na kinaweza kusababisha kusuguana na sakafu na kusababisha joto lolote kubwa kutokea, tayari mlipuko unaweza kutokea. Kwa hiyo unaposikia harufu hizo, njia sahihi ya kuweza kufanya ni hii ambayo tumeelekeza. Lakini pia hata hizi pipe ambazo zinatumika sasa, tumesema mitungi ihifadhiwe nje ya nyumba zitobolewe, ile pipe ipitishwe sasa kuingia ndani kwenye ile plate. Hizi pipe pia zinatakiwa zifanyiwe service. Kuna mtu anatumia hizi pipe tangu ainunue mpaka miaka 10-20 hajawahi hata kuibadilisha. Kumbe kipindi ambacho hakizidi mwaka inabidi zile pipe ambazo zinasafirisha gesi ziweze kubadilishwa. Lakini pia tuna tendency ya kupitia zile pipe kwa kutumia hata povu tu. Unaweza kutengeneza hata kisponji chako, ukatengeneza povu, ukawa unapita kwenye zile pipe kuweza kuangalia kama
kuna leakage yote, kama vile tunavyoenda kuziba pancha kwenye vyombo vyetu vya moto hizi matairi. Unatia kwenye bakuli ambalo lina povu, lina povu, ukiona maputo yanatokea, unajua hapa kuna pancha. The same to hizi pipe ambazo zinatumika kwa ajili ya kusafirisha gesi. Unaweza kutengeneza tu kitaulo chako kidogo, au unaweza kutengeneza sponge chako kidogo na povu ukapitisha mule. Ukiona tu viputo vinatokea, basi unajua hapa kuna leakage, na haraka unaweza kubadilisha ile pipe yako. Kwa hiyo usahihi wa matumizi ya pipe pia ni kitu kimoja muhimu cha kukizingatia. Kuchanganya majiko mfano la gesi unaweka na mkaa, athari yake kubwa, nimesema majiko ya gesi haya huwa yanasababisha milipuko au moto kutokea. Asilimia kubwa unasababishwa na uvujaji wa gesi. Sasa tuashumu umetokea uvujaji wa gesi na tayari una jiko lako la mkaa liko pembeni unalitumia. Ili gesi iweze kulipuka inahitaji joto, na kile kitendo cha yeye kutumia lile jiko lako la mkaa kuliwasha, tayari pale tumeshapata joto ambalo linaweza likasababisha mlipuko kutokea. Kwa hiyo joto linalotokana na jiko lako la mkaa ambalo umeliweka pembeni na jiko lako la gesi vikichanganyika kwa pamoja, tayari mlipuko unaweza kutokea au na moto ukawaka. Kwa hiyo sio sahihi kuweza kuchanganya haya majiko ya mkaa na majiko ya gesi, kuweka katika sehemu moja na kuyatumia kwa pamoja. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.